Mazingira ni vitu vyote vinakuwa vinamzunguka kama vile ardhi tunayoiona, hewa, maji, miti, lakini wanyama pamoja na binadamu. Hivi vyote tunavyoviona basi vinatengeneza kitu kimoja kinaitwa mazingira. Mazingira kwa ujumla yapo ya aina mbili. Kuna mazingira ambayo yanakuwa ya asili ambayo kitaalamu wanasema natural kwa lugha ya wenzetu wageni, lakini kuna yale mazingira ya kutengeneza. Tunavyosema mazingira ya asili, sasa tunakuwa tunazungumzia hii miti mnayoiona, mito, tuna maziwa, lakini pia tuna bahari tulionayo. Kwa hiyo vitu vyote hivyo unavyokuwa unaviona vimekuja asilia, au kwa lugha nyepesi vipo kwa ajili ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu, hivyo tunaviita haya ni mazingira asilia. Lakini aina ya pili ni mazingira ya kutengeneza. Mazingira ya kutengeneza sasa yametokana na shughuli za kibinadamu ambazo zimekuwa zinafanywa katika haya maeneo ambayo tunaishi. Mwenyezi Mungu ametupa uhai wa kuishi. Kwa hiyo kwenye mazingira ambayo tunaona ya kutengeneza haya, ndio kama tunavyoona tuna nyumba, magari, si ndio ndugu zangu? Vyote vile vinatengenezeka. Tunaona tuna barabara, tuna miundombinu ya maji kama mabomba, si ndio? Tunaenda kufungua koki ya maji, wachota maji. Basi yale yote ni mazingira ambayo yametengenezwa na binadamu baada ya kuwa tunaishi katika ulimwengu huu. Kwa hata hii shule tunaosoma sisi, nayo ni mazingira sio asili, ni ya kufikia. Yaani tumeyatengeneza sisi binadamu baada ya kutoka kwenye yale mazingira asilia. Lakini mazingira yanajumuisha vitu gani? Kwa ujumla mazingira yanajumuisha vitu vingi. Kwanza kuna ardhi. Ardhi tunaiona hii hapa. Hii ni sehemu moja hapa ya mazingira, lakini tuna maji. Kama tunavyofahamu maji yana sura pana zaidi ambayo inakuwepo katika maji, lakini tuna miundombinu kama ya mimea tulionayo, wanyama. Hivi binadamu ni mnyama kweli? Sawa. Lakini pia tuna hewa tunayovuta jamani. Hii yote tunasema haya ndio mazingira yanajumuisha kwa pamoja, kwamba vitu gani vinapatikana kutengeneza mazingira. Lakini mazingira haya yanakuwa na umuhimu gani? Umuhimu wa mazingira ni unakuwa katika aina tofauti tofauti. Kwanza inatupatia hewa safi, lakini pia kutupatia chakula, si ndio? Kuna hii mimea ambayo ni miti ya matunda. Unaenda kuokota maembe pale, unaangua maembe, unafanyaje? Kwa hiyo katika mimea yote ambayo inakuwa inazalisha chakula, basi nasi tunaweza binadamu tunaenda kutumia kama chakula chetu na kutuweza kupatia nguvu na kuendelea majukumu yetu, hasa shuleni unasoma vizuri, unakuwa vizuri kiafya. Lakini pia inatupatia maji. Ndio haya mazingira ambayo haya mazingira tunayoishi sasa, mwisho siku tunaweza kupata nini? Maji. Na vivyo inatoa makazi kwa binadamu. Tunaweza tukaona jinsi mimea ambayo tunaitumia tunapata mazao kama ya mbao, zile ambao tunakuja kutengenezea kenchi, miundombinu ya madarasa kama hii leo hii tuko hapa tunaitumia. Lakini pia inatusaidia tuwe na afya njema, kama tulivyoona kwamba chakula na nini kinatoka katika hayo mazingira ambayo tunakuwa tunaishi. Kwa hiyo hayo ndio yanakuwa ni umuhimu wa mazingira tunayoishi, umuhimu wake ni ukoje. Lakini katika mazingira haya binadamu anapokuwa anaishi, basi kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea. Kuendelea kwa shughuli hizi kunaweza kukapelekea kuathiriwa kwa mazingira. Karibu mazingira tunayoishi kwa shughuli zile za kijamii zinaitwa na za kiuchumi pia. Kaka hapa amesema shughuli za viwandani, si ndio? Hiyo ni shughuli ya kiuchumi. Tunafanya uzalishaji kiwandani, wala tunaharibu mazingira yetu. Lakini kaka amezungumzia uchimbaji wa madini. Hiyo inaingia kwenye kundi lile la shughuli za kijamii na pia na kiuchumi, kwa sababu kwenye madini kuna makundi mawili. Kuna wanaofanya uchimbaji wa madini ya kisasa kwa teknolojia ya kisasa, lakini na sisi wale ambao tunatumia teknolojia ya zamani ambao ndio kwa kiasi kikubwa tupo katika yale machimbo yetu au wachimbaji wadogo wadogo. Kwa hiyo ukiangalia shughuli za kijamii na kiuchumi, zote hizo zinapelekea uharibifu wa miundombinu. Sasa nini ndani yake? Unapata vitu kama hivi. Tumeshazungumzia habari ya kukata miti ovyo, lakini kuchoma misitu pia, kutupa taka ovyo, hasa kwenye vyanzo vyetu vya maji. Hizo ni moja ya shughuli. Lakini uchafuzi wa maji nimezungumzia, lakini na hali yao kwa ujumla. Unapotupa taka katika chanzo cha maji, inategemea pia na aina ya taka. Ikienda kule inaweza ikaoza ikazalisha gesi. Ikizalisha gesi, basi umeharibu miundombinu ya maji,
au chanzo cha maji kile umekiathiri, lakini kama mazingira pia umeharibu upande wa hewa. Lakini pia kuna shughuli kubwa ambazo tunazifanya sisi wenyeji wa mkoa wa Ruvuma ni kilimo. Shughuli za kilimo zinatuathiri kwa kiasi kikubwa katika kuharibu miundombinu. Kwa hiyo hata kama tunafanya kilimo, basi tujue tunafanya kilimo cha aina ipi na kina athari gani kwa mazingira tunayoishi. Sio kwamba haturuhusiwi kufanya kilimo, hapana. Kilimo kifanyike kwa maana kwamba tunapata chakula, lakini ni mazingira gani ambayo unafanya kilimo, hicho ambacho tunatakiwa tuangalie. Hatutakiwi kulima kwenye vyanzo vya maji. Sheria ya maji inasema angalau kuanzia mita 60 kutoka kwenye chanzo cha maji. Kwa hata ukiona mzee nyumbani, baba mama akwambia tukalimie pale pale mtoni, mwambie hapana, umekatazwa, si vizuri, tunaharibu maji na kesho kutwa hatutoweza kuwa na huduma ya maji. Mwisho wa siku tutapata shida sana na tutakufa. Pia katika mimea mingi inakuwa, si ndio, inawapa binadamu maji ya kunywa, lakini pia usafi wa mwili na mazingira, si ndio, tunahitaji maji ili tuweze kuoga nyumbani pale na shughuli zingine za nyumbani, kuosha vyombo, lakini pia nasaidia kusababisha uzalishaji wa chakula, hasa upande wa kilimo. Ni vitu gani vinaweza kuathiri mazingira ya vyanzo vya maji? Tumeona shughuli kama za kukata miti, lakini pia utupaji wa taka, kufua na kuoga. Jamani, kwenye vyanzo vya maji tuache. Watu wanapenda sana kuoga mitoni. Kwa mtoto pale katoka tu shule na kibukuta chake kwenda mtoni kuogelea, sio vizuri. Tunaharibu miundombinu iliyoko pale, na pia kile chanzo chetu cha maji tunafanyaje? Tunakiharibu. Kwa hiyo si tabia nzuri. Uoge, lakini uoge nyumbani. Au kwa nini uoge mtoni jamani? Wakati mamlaka ya maji inapeleka huduma ya maji nyumbani, wewe unaenda kuoga mtoni. Si sawa. Kwa hiyo sisi tutahakikisha kama mamlaka tunaendelea kusambaza maji safi na salama majumbani, ili kupunguza nyie kwenda kuoga wapi? Mtoni. Kwa sababu kule unaweza kukaliwa na mamba. Basi inakuwa ni hasara, umesababishia hasara familia yako, na wewe mwenyewe unakuwa hatarisha kuwa marehemu. Kwa hiyo haya yote tunaangalia ni mambo ambayo yanaweza kuathiri hivi vyanzo vyetu vya maji, na vile tumeona kama shughuli za viwandani. Hiyo ni njia mbalimbali zinaenda kuathiri vyanzo vyetu vya maji. Lako chafu, fanya usafi. Mnakuwa mabalozi na walimu wazuri. Mnapoenda majumbani, mnaweza kuwaelezea wenzenu na hata wazazi pia, kuwasaidia kwamba hiki hakifai kufanya kwenye mazingira kwa sababu tutaharibu, hiki kinafaa. Mnatakiwa muwe mabalozi wazuri na walimu wazuri.